Je, ungependa nikueleze zaidi kuhusu nadharia zilizoenea kuhusu kifo chake, na unataka kujua zaidi kuhusu uhusiano wake wa kikazi na Mwalimu Nyerere? Karibu ungana na mimi Mohamed Talk. Haya ni maeneo mawili yenye hisia kali, mafunzo makubwa katika historia ya Tanzania. Uhusiano wake na Nyerere ulikuwa wa kipekee, na kifo chake kiliacha maswali mengi ambayo hadi leo bado yanajadiliwa mitaani. Namba moja, uhusiano wa kikazi na Mwalimu Nyerere. Edward Sokoine hakuwa tu waziri mkuu wa Nyerere, alikuwa ni mkono wa kuume na mtu ambaye Nyerere alimwamini kumpa majukumu magumu zaidi. Imani ya Nyerere kwake. Mwalimu Nyerere alimuona Sokoine kama kiongozi mwenye roho ya kijamaa ya kweli. Wakati viongozi wengi walikuwa wakizungumza ujamaa huku wakitamani ubepari, Sokoine aliishi maisha ya kijamaa. Mrithi tarajiwa. Inasemekana kuwa Nyerere akimwandaa Sokoine kuwa rais ya awamu ya pili Tanzania. Nyerere alihitaji mtu mwenye msimamo na uwezo wa kusimamia nidhamu, na Sokoine alikuwa na sifa hizo zote. Tofauti ndogo za kimtazamo. Ingawa walipatana, Sokoine alikuwa na mtindo wa action, vitendo vya haraka zaidi ya Nyerere. Alikuwa mwana falsafa. Sokoine aliamini katika kutumia sheria kali kudhibiti uchumi, jambo ambalo wakati mwingine liliwafanya mabepari na baadhi ya mawaziri wengine ndani ya serikali kumwogopa sana. Nadharia kuhusu kifo chake. Conspiracy theory. Kifo cha Sokoine tarehe 12 April mwaka 1984 kiliacha utata, kwa sababu kilitokea wakati ambao alikuwa amejijengea maadui wengi wenye nguvu, wahujumu uchumi na viongozi mafisadi. Hapa kuna baadhi ya nadharia ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwa miaka mingi. Nadharia ya kwanza, political assassination. Watu wengi waliamini kuwa ajali ile haikuwa ya bahati mbaya. Ilidaiwa kuwa maadui zake, mafisadi au walanguzi, walipanga kumuua ili kulinda maslahi yao. Wakihofia kuwa angekuwa rais na kuwafunga wote. Inadaiwa kuwa timing ya